Habari vijana, Ivan yuko hapa na leo tutapiga video nzuri sana kwa ajili yenu. Tumejenga nyumba 3 za blanketi ambazo tutatumia masaa 24 ndani. Jamani, hakikisheni mnapenda video hii kwa sababu ilikuwa ngumu sana kujenga hizi na nadhani tumefanya kazi nzuri juu yao. Ni kweli, angalieni wenyewe. Vipi, umependa? Basi njoo kututembelea, tutakuambia kila kitu kuhusu hizo. Sawa, tunaanza na nyumba ipi kwanza? Tuanze na Ivan. Ilikuwa ni wazo lake kujenga hizo nyumba. Sawa, twende. Karibu kwenye nyumba yangu. Nyumba yangu ya burudani ndogo na ya kawaida. Inavutia sana. Wow, lakini kila mara nina sheria moja maalum katika nyumba yangu. Ipi gani? Yeyote anayeingia nyumba hii lazima awe amejiandikisha kwenye chaneli yetu. Nimejiandikisha. Na mimi nimejiandikisha. Jamani, vipi kuhusu nyinyi? Jiandikisheni sasa hivi. Njoo. Basi, Ivan, eleza nyumba yako ya blanketi. Nafurahi umeuliza. Basi, nilikuwa na chaguo nyingi za kuipamba nyumba yangu na nilichagua chaguo la burudani, chaguo bora. Nina kubwa, usukani wa kucheza michezo, PlayStation, vizuizi 2, spika kubwa, viti vya starehe, taa. Ni ajabu tu. Nafikiri hii nyumba ndiyo bora zaidi duniani sasa hivi. Na karibu nimesahau moja ya vitu ninavyovipenda, meza ya football. Inavutia sana. Ivan, utaenda kulala wapi? Kweli, nilifikiria kulala pale ulipokaa sasa hivi. Jitunze tabia yako. Hii meza ya mpira ni ya kuvutia sana. Ivan, naweza kuwa nayo kwa sababu sikufikiria burudani katika nyumba yangu ndogo. Hapana, hii inachosha. Nitakupa meza tu ikiwa utanishinda katika michezo yangu. Tayari, mechi. Ndio, nenda. Nimekosa nafasi. Mahindi ya njano. Hapana, sielewi. Mechi. Ashindi. Hapana. Nafikiri siwezi kupata meza ya mpira. Oh my God, no way. Okay, no problem. Nataka kuwa mkarimu. Kwa hiyo nafikiri unaweza kuiweka. Kweli? Karibu. Asante sana. Ndio. Sasa, tunaelekea chumba cha nani? Chumba changu. Jisikie uko nyumbani. Hii haisikii kama nyumba yangu kabisa. Ndio, pia ni ya kufurahisha sana, lakini wakati huo huo ni ndogo sana. Tazama, jaribu kufiti kila kitu ninachopenda hapa. Nina kila kitu hapa kwa kupumzika, kujitunza, kuchora, kusoma, kujipamba. Hata hivyo, hapa unaweza kuwa na hesabu kidogo. Kwa nini tunahitaji hii? Hii ni nini? Lazima uifunue. Yuck, slimu. Inachangia ngozi yako na kuondoa chunusi hizo. Siwizi. Lazima, nyumba yangu, sheria yangu. Zuri. Na hata nina bafu ikiwa ghafla nataka kujitirimsha. How are you? Fantastic. Does your man look like me? No. Tuendelee. Harame. Hiyo inatosha kwetu. Hapa nina kila kitu kwa ajili ya wasichana. Vipodozi vya kusuka nywele zangu, barakoa. Nini? Hii ni kabati langu tu. Ni nguo chache, unajua. Kwa nini una nguo nyingi hivyo? Tuko hapa kwa masaa 24 tu. Umeamua kuhamia. Hapana, hiki ni kile hasa ninachohitaji kwa masaa 24. Wasichana wataelewa. Hata hivyo, angalia maktaba yangu ndogo. Maktaba? Hii ni karne iliyopita. Nani anasoma vitabu hivi siku hizi? Kila MTU. Hakuna. Basi, nina uhakika baadhi yenu mnasoma vitabu. Andikeni kwenye maoni ikiwa mnasoma vitabu au la. Wacha tumthibitishie Mike kwamba tuko wengi. Kisha tutaona nani yuko sahihi. Hapana, utasoma kwenye maoni. Na hii ni nini? Hii ni kwa ajili ya kuchora ninapochoka. Jamani, angalia. Nimepanga mazoezi sasa hivi. Mngependa kujiunga? Ndio, bila shaka, sina shida. Rudia baada yangu. Sawa, hiyo ndio, Maria. Tumekuwa na mazoezi bora, lakini hebu tuende chumbani kwangu sasa. Karibu kwenye nyumba yangu. Mnapenda? Jamani, hii nyumba ni ya ajabu.
ni nzuri sana na ya kustarehesha. Nilitarajia hisia hizi. Ndiyo maana nimeongeza mapambo mengi na hali za kupumzika. Hata nimeongeza dirisha. Mandhari nzuri. Ina mtazamo wa pwani. Ni bandia, lakini inaongeza hali ya mazingira. Jisaidieni. Kwa kweli, sina vitu vingi vya kufurahisha kama wewe, Ivan, lakini nina kitu cha kufanya. Kwa mfano, naweza kutengeneza juisi yangu ya machungwa, juisi ya machungwa safi pia. Naweza kutengeneza popcorn yangu na pamba ya sukari. Nani anataka kujaribu? Oh, sitajali pamba ya sukari. Popcorn kwangu, tafadhali. Bomba sana. Hebu tufanye wote pamoja. Ninaenda kutengeneza juisi ya machungwa. Hii hapa juisi na haya hapa ni mabaki. Sawa, tumemaliza. Juisi ya machungwa safi. Uhoa, angalia hiyo. Popcorn na inji. Samahani, Mike, nimesababisha machafuko kidogo, lakini popcorn ni nzuri. Zamu yangu kwa pamba ya sukari. Sio mbaya sana kwa ya kwanza. Inaonekana tamu sana. Na sasa sehemu nzuri zaidi. Lala chini sakafuni na tutamani kitu. Sawa. Na sasa, kama nilivyosema, tutamani kitu. Ivan, ni wazo nzuri na nyumba hizi. Naweza kuishi hapa wiki nzima. Jamani, wote tulifanya kazi nzuri, lakini bado tuna siku nzima kutumia. Oh, subiri, jamani. Ninahitaji kufanya mazoezi yangu. Nimekimbia, kwa heri. Na nadhani nitaenda kucheza FIFA. Kama unataka, unaweza kujiunga nami. Sawa, tuende. Unaweza kupunguza kidogo. Hey, naongea na wewe. Nilijua hizi zitasaidia. Sawa, hizi hazisaidii. Ninahitaji kwenda kwa majirani. Halo, hii inanitia wazimu. Mharibifu wa sherehe, kwa nini umezima? Kwa nini unaharibu furaha yetu? Samahani, ninaishi nyumba ya pili yako na nyumba yangu inatikisika. Nenda tu kwa matembezi. Tuna mashindano hapa. Kwa matembezi. Niliuliza vizuri. Hey, hapana. Nani alizima? Mungu wangu, nini kilitokea? Ivan, hatukuwa na taa kwa sababu mtu alizima swichi. Oh, ndio, subiri, lakini nani angeweza kufanya hivyo? Nadhani nimeelewa. Ilikuwa Maria. Alikuwa analamika kwamba muziki ulikuwa wa sauti kubwa. Ndio, nadhani tunahitaji kisasi. Na tayari nina wazo. Subiri sekunde moja. Tazama hii. Subiri, hiyo ni nini? Nyoka? Ndio, ni nyoka wa kuongoza kwa mbali. Angalia jinsi inavyofanya kazi. Weka hii chini na inapaswa kusonga mwelekeo wowote. Nadhani ataogopa kwa hakika. 3, 2. Hiyo ni nini? Hiyo ni nini? Jamani, mlifanya nini? Haikawa mimi. Hii ni kosa lako lote, Mike. Hiyo ndio unayopata kwa kuzima taa zetu. Usikaribie nyumba yangu kamwe. Nachukua nyoka wako wa kijinga. Ninapaswa kwenda sasa. Sawa. Na ninahitaji kuwasha taa. Ivan, kuna uwezekano una kitu cha kula. Nilipitwa tena. Unauliza nini? Una vitafunio vyovyote? Ninasikia njaa. Hapana, kwa bahati mbaya sina, lakini najua nani wa kumuuliza. Mike. Mike, jambo. Mike, una kitu chochote kitamu? Oh, ndio. Nina kila kitu kwako. Na TMU? Tamu, chachu, kila kitu. Hapa, tazama. Unaweza kununua chochote unachotaka. Nunua. Si haki, sisi ni marafiki. Ndio, sisi ni marafiki. Ndio sababu ninakupa punguzo. Wewe mdanganyifu mdogo. Siko mdanganyifu, mimi ni mwerevu. Basi unanunua au la? Hapana, hatununui chochote kutoka kwako. Twendeni, Maria, hatuna rafiki tena. Sawa. Unaweza kuwa nacho. Subiri, unaweza kuwa nacho. Unaweza kuwa nacho. Mkataba maalum. 50% kwako. Moments later. Ivan, unachaja. Ivan, watu wenye tamaa hawaruhusiwi kuingia. Nini? Unajua nini? Wewe ndiye mwenye tamaa. Nitaenda kumuuliza Maria. Sawa. Naweza kujisimamia bila wewe. Hey, vipi tuagize pizza? Pizza. Oh, ningependa kuagiza pizza. Huna haja ya kuuliza. Njoo, wapigie simu.
Oh ndio, halo. Tunaweza kuwa na pizza. Na burger 2 hata 3. Sawa, tunaweza kuwa na burger 3. Tafadhali, anwani yako ni ipi? Subiri, anwani yetu ni ipi? Hatuna anwani. Waambie tutawaita tena. Tutakupigia tena. Tazama, nimepata ishara. Tunaweza kuandika anwani yetu hapa. Tuite mtaa wa Ivan yupo hapa. Nzuri. Oh, usisahau kabini 2. Imefanyika. Sawa, tuagize. Nina njaa sana. Halo, kwa hiyo anwani yetu ni mtaa wa Ivan yupo hapa, kabini 2. Ndiyo, sasa tusubiri. Kuna yeyote anayekula pizza? Ningependa kidogo. Hadamed, Hii ni ya kushangaza. Wow, naweza kupata pizza kidogo? Hey, simama Stop hapo right there, hapo. criminals. $20. kwa kipande. $20 kwa kipande. Unajua nini? Sitaki pizza yako, ila peke yako. Hilo ndilo nililo. Nina mpango. Hawataki kushiriki nami, basi nitajichukulia mwenyewe. Turudi kwenye chakula chetu cha mchana. Subiri, nafikiri kulikuwa na pizza zaidi tulipoondoka. Ndiyo, sikuondoa yoyote. Inaonekana tuna mwizi. Bahati nzuri Nina ni Mike aliingia ndani ya chumba na kuchukua pizza. Tunapaswa kumfichua. 12 seconds later. Ni wakati wa burger tamu. Unayo mwizi? Nimekupata. Nimekupata. Hapana, haikuwa mimi. Yaani nilifanya, lakini Ulipenda hiyo burger. sijachukua hata kipande. Samahani, jamaa, sikufanya vizuri. Tuwe sawa. Hapa, nimeleta pipi. Oh, hiyo ni bora zaidi. Tumekusamehe. Asanti sana. Hapa, unaweza kuchukua baadhi. Uko mzuri. Asanti. Kwa hiyo jamaa, kama mlifurahia video hii, tafadhali fikirieni kuipenda na kujisajili kwenye kituo chetu. Kwa heri. Ukichimba nje kutoka kwenye mchanga unakipata. Leo tunashindana kwenye mashindano makali ya kuchimba. Chini ya mchanga huu kuna vitu vya bei ghali na tutavichimba kutumia vifaa vya kubahatisha. Anayechimba kwa haraka anashinda na anayeshindwa anapata adhabu. Ujambo, Ivan yupo hapa. Karibu kwenye jangwa. Tuko tayari kuanza. Sawa. Katika raundi ya kwanza tutachimba ipone katika eneo hili la mchanga. Sawa. Stan, wakati mwafaka. Kwa hiyo wa kwanza kuchimba ipone anaipata. Au tunaweza kuziuza tena kwenye eBay. Fanya unachotaka, lakini nitaweka ipone ya pili kwa ajili ya simu zangu. Hatuna wazo ipones zimezikwa wapi, lakini vifaa vitaamua kila kitu. Vifaa gani? Vifaa ambavyo tutachagua bila mpangilio kutoka kwenye bakuli hizi hapa na vitatusaidia kuchimba vitu vyetu. Sawa, naingia. Tafadhali iwe sururu. Tafadhali iwe sururu. Ni kengele. Hii ni ukumbusho kwamba unapaswa kujisajili na kugonga kengele ili usikose video zetu mpya. Sasa kwa vifaa halisi, tafadhali nipatie kitu kizuri kama sururu. 19. Tafadhali nipatie chenye nguvu zaidi, kikubwa. Nini? Ninajua niliomba sururu, lakini si aina hii ya sururu. Hii ni ndogo sana. Ataichimbaje ipone kwa kutumia hiyo? Sawa, sehemu yako Stanley. Natumaini napata kitu kizuri. Namba 18. Namba karibu sana. Kwangu mimi sioni kama kuna faida yoyote hapa. Habu tuanze kuchimba. Jamani, kama mnaona nina faida, like video hii kwa sababu nina vifaa viwili. Stanley ana moja tu. Hana nafasi kabisa ya kushinda. Sawa, habu tuanze kuchimba. 3, 2, 1 anza. Inaweza kuwa wapi? Labda kwenye pembe. Jamani, nitafuata mkakati wa kuzunguka kila pembe. Nafikiri huo ndio mkakati. Ninaweza kuhisi itakuwa hapa chini. Sawa, jamani, sikupata chochote hapa, kwa hiyo nitaenda kwenye pembe nyingine. Nafikiri nina vifaa bora zaidi kuliko Stanley. Hakika nitashinda hili. Stan, huu ni mkakati wako, kuchimba mahali pamoja. Kwa kweli Nitachimba eneo lote. sawa, chimba anakataka kuchimba. Jamani, natumia muda mwingi kwenye shimo hili moja. Nahitaji kuchimba mahali pengine. Nani aliweka hiyo hapo? Jaribu hapa. Subiri, nafikiri naona kitu. Haya ni nini? Kwa nini kuna toy jangwani? Unanitania? Hapana, 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 sio mimi. Basi, naweza kuichukua angalau. Ndiyo, hakika, ndiyo. Kwa nini anafurahia sana toy ya labu? Subiri, je, nimeshinda? La, lazima upate ipone ndio ushinde.
Sawa jamani, nimepata ujanja mpya wa kuchimba haraka, ni kama bulldozer. Lazima nipate ipone hii kwa sababu nahitaji kushinda. Ego hapa. Iko wapi? Ivan, imekosa. Naimshinda. Ivan. Nini? Naimshinda. Nilikuwa hapa tu, haikuwa hapo. Kama angekuwa mkimbaji mzuri kama mimi angepata. Siwezi kuamini hili. Selfie. Umeshinda tu kwa sababu ya sururu yako, ndiyo hiyo, na bahati. Na hatimaye naweza kusema kwa heri kwa taka hii isiyo na maana. Mpenzi wangu, nitakukosa. Oh, Ace Stan Ju, Yuzui na drama Stan Yumechukua Labubu no. Wakati wa kuchimba. Ana. Tunapata vifaa vipya. Tears later. Sawa, ni wakati wa raundi ya pili. Kwa raundi hii tutachimba Nintendo Switch 2, ile mpya kabisa. Mimi ndio naanza. Number 7. Hebu tuone ni nini. Mungu wangu, hii ni nzuri sana. Kifaa cha kugundua chuma na sururu. Hii ni kama sururu ya kitaalamu. Hebu tuangalie kama inafanya kazi. Haiwezekani. Sawa, kama sipati mchimbaji au kitu, nitaacha. Sawa, ni wakati wangu kuchagua namba 24. Lazima It iwe was at kitu this moment kizuri, that he sivyo? knew he f***ed up. Viko. Bahati njema, Stan. Stan, unafanya nini? Hapana, mimi ni Wolverine. Au kobe kutoka enzi ya barafu, kwa sababu utachimba kwa polepole sana. Subiri kidogo, sitachimba na vijiko. Hiyo ni tatizo lako. Nina wazo zuri sana. Ivan, kwa nini tusibadilishe? Mzaha wa kuchekesha, tunacheza kwa kufuata sheria kwa namba. Kwa hiyo twende tuanze. Sawa, kwenye 3, 1, 2, 3, anza. Polepole na kwa utulivu hushinda mbio. Hii ni mbaya sana. Ni afadhali nitumie miguu yangu. Wewe piga picha, nafikiri nimepata kitu. Hebu tuchimbe. Hii ni bangili tu ambayo mtu ameipoteza. Hii si Nintendo Switch. Tunapaswa kuendelea kuchimba. Stanley hana bendili yoyote. Hii haina maana kabisa. Sitawahi kushinda. Labda kama ungekuwa na vijiko ingekuwa bora kidogo. Inaweza kuwa bora tu. Niache sasa. Jamani, nini? Hii pia ni vito vya mtu, mkufu wa mtu. Nitaweka kama zawadi ndogo, lakini bado si Nintendo. Kwa hivyo jamani, kwa kuwa nina uma 4, nitaficha moja na Ivan atapoteza muda zaidi akijaribu kutafuta hii kwa kifaa chake cha kugundua mitali. Ivan, umeshatafuta huku. Uko tayari? Jamani, nina mkakati mpya. Kwa kuwa uma hizi ni polepole sana, nitapata haraka sana. Nitachoma tu mchanga, natumaini nitapiga sanduku na kisha nitalipata. Njoo, Stanley alisema iko mahali hapa. Nintendo Switch na kulikia. Yep. Stan, moja ya mzaha wako wa kijinga, chukua hii nyuma. Na imepata Nintendo 22. Sawa, hii ni sawa. Hiyo ilikuwa nini, Stan? Kwa nini unapiga kelele? Hakuna kitu, hakuna kitu. Usimwambie mtu yeyote. Siwezi kumruhusu Stanley apate hiyo Nintendo. Inapiga kelele, nimepata kikuku kingine kweli, nitarudisha tu. Subiri kidogo, chukua sepetu yangu. Stanley, NI Nintendo. Ndio. Nini? Hapana kabisa. Kikuku hiki hakikuwa bure, baada ya yote unaweza kukiweka. Nilikueleza hii ilikuwa si haki. Ningewezaje kukipata kwa umma? Nintendo. Siwezi kuifungua nikiwa nyumbani. Ni wakati wa raundi nyingine. Stan, vipi tukichagua namba kwa kila mmoja wetu? Hiyo ni wazo zuri sana. Ni kagili moja. Ninachagua 50. Sawa, sasa ni wakati wa kipengee chako. Number 20. Kwa hivyo, Ivan anapata nini? Mwavuli. Nifanye nini na mwavuli? Sawa, Stan, sasa umepata nini? Nifanye nini na kofia? Namaanisha, sio kitu bora duniani kuchimba kwa kofia, lakini ni bora kuliko mwavuli. Tazama hii. Kila kitu ni bora kuliko mwavuli jangwani. Subiri, hiyo ni nini? Je, hiyo ni yangu? Nimepata kitu halisi. Nimepata mchimbaji mzima. Sawa, jamani, namaanisha, tazama, mimi ni kama Mary Poppins na huyu jamaa ana mchimbaji mzima. Hii inaonekana kama mpangilio mkali sana. Hey, furahia mwavuli wako, Ivan. Furahia mchimbaji wako, hautaipata. Nina uhakika nitashinda raundi hii. Tunaanza katika 3, 2, 1, nenda. Jamani, na kwa njia, katika raundi hii tunachimba kombe la dunia la FIFA. Tuende. Jamani, namaanisha hakuna kitu cha kufanya na mwavuli huu, kwa hivyo nitarudisha tu katika umbo lake la awali na labda hii itafanya kazi vizuri zaidi. Jamani, hakuna uwezekano nisiwe mshindi wa raundi hii. Nafikiri nitachukua lundo moja au mbili zaidi kisha nitahamia mahali pangu kinachofuata. Na nafikiri nataka kutafuta huko. Sawa,
nitaanza kuchokora mchanga. Jamani, hii lazima iwe chombo cha haraka zaidi kupata. Ninachoka na mwavuli huu. Ninafurahi sana niliipata hiyo namba. Kweli, Ivan alinikagulia. Nadhani sasa anajuta kabisa tulabaya kagulawa kwa kila moja. Hii ni bora kuliko kifaa cha kugundua metali. Hii ni bora sana. Hapana. Second 30 zimebaki. Ivan atashindwa. Amevunja chombo che. Kama nilivyokuambia, nitashinda. Tazama hiyo, hata sitahitaji mchimbaji. Nitatumia kofia yangu. Ndiyo, namshinda. Hapana. Namshinda. Ivan, usikate tamaa sana, rafiki. Jamani, ninataka sana hiyo kombe la dunia. Nilijisahau kutaja kwamba kila raundi kuna vitu viwili sawa vinavyochimba kwenye mchanga. Kwa hivyo, nitajaribu kuipata kwa mikono yangu tupu. Hizo ni sheria. Ivan, unajua huwezi kuiweka, hautawahi kuwa bora kama mimi. Subiri kidogo. Kombe la dunia. Nimepata moja kwa ajili yangu. Stan, vipi nikiweka kombe lakini unaweza kuweka pointi? Hapana, hizo ni sheria. Nitazihifadhi tuzo yangu na pointi yangu. Na unajua nini? Ninaweza kuweka tuzo hiyo pia. Kombe la dunia 2. Sawa, unaweza kuiweka. Jamani, kaeni nasi hadi mwisho kutazama jinsi ninavyomwangamiza Stanley katika raundi zinazofuata. Sawa, jamani. Kwa hivyo, sasa hivi ni 2-1 kwa Stanley. Hivi karibuni itakuwa 3-1. Hapana kabisa. Tuchague vifaa vyetu kwa raundi inayofuata. Nina 5. Na nitapata namba 42. Sawa, 2 nini? Bodi ya kuteleza. Nitachimbaye kwa bodi ya kuteleza. Nadhani hii ni mbaya zaidi kuliko mwavuli. Angalau mchanga unaweza kwenda juu yake. Tazama yangu, mchanga huanguka tu kupitia yangu. Kwa kweli, Stan, nina wazo nzuri. Basi, lazima nitashinda. Subiri dakika 2. Juu. Nilitarajia kuwa na safari ya kufurahisha. Hii haifanyi kazi kweli. Ulifurahia kuteleza? Furahisha sana. Ilikuwa nzuri. Turudi tu kwenye kuchimba. Sawa, ni wakati wa raundi ya 4. Ivan, tunatafuta nini katika raundi hii? Katika raundi hii, tunatafuta iPads 2. iPad nini? Tayari nimeshapata iPhone mpya. Nataka iPad mpya pia. Sawa, tunaweza kuanza kwa 3, 2, 1. Subiri kidogo. Nitawezaje kuchimba kwa kutumia raketi ya tenisi? Inazidi tu kuanguka ndani yake. Naam, naona Ivan hafanyi vizuri sana. Mtazame tu. Unajua nini? Naendelea vizuri sana. Siwezi kupata kitu chochote kwa raketi hii ya tenisi, lakini nahisi kuna kitu. Mahali fulani katika eneo hili kuna boksi. Sijui ni boksi la aina gani, lakini nahisi tu. Iko wapi hii iPad? Nadhani nimepata kitu. Kwa hivyo ni boksi. Ngoja, nini? Ivan, hii iPad ni kubwa kiasi gani? Hii ni kama 3XL? Hapana, inapaswa kuwa ya kawaida. Hilo ni boksi la kifahari sana kwa iPad. Hii hakika si ya kawaida, Ivan. Mungu wangu. Nimepata sanduku la hazina. Ivan, huwezi kuamini hiki. Nimepata tu hazina. Haiwezekani. Angalia hii, kuna chipsi, soda, kuna hata zaidi, kuna kinywaji cha aina fulani. Kuna nyingi. Ndugu, chukua. Ni hazina yako. Unaweza kuihifadhi. Asante. Mkarimu sana. Kumbuka, Stan, bado unapaswa kupata iPad. Ndiyo. Nitajaribu tu. Ninapaswa kujaribu soda hii. Inanukia vizuri kwangu. Ni kama miaka 100 au kitu kama hicho. Njoo. Ninapaswa kujaribu chipsi hizi pia. Hazinukii vibaya sana, bora kuliko kinywaji. Zinaweza kuwa zimeoza kidogo, lakini ni nzuri na zenye chumvi, ladha kidogo. Ndiyo, labda ni tu viungo walivyoweka miaka 100 iliyopita. Napenda sana. Na imepata iPad. Ndio. Stan. Hapana, ngoja. Nini? Hapana. Hiyo si haki. Ngoja, nipe nione hiyo. Hapana, hii ni yangu sasa. Ngoja, vipi kuhusu hili? Vipi ikiwa unachukua chipsi zote na soda ya miaka milioni na unipe iPad mpya kabisa? Mzaha mzuri, rafiki. Sasa, alama ni 2-2. Ni kosa lako. Uliambia mimi nile chakula. Simamia muda wako. Ndiyo, nitajaribu tu. Raundi inayofuata itaamua kila kitu. Nadhani ni bora nishinde. Naweza kupata msaada. Sawa, watu. Kwa hivyo hii ni raundi ya mwisho. Alama ni 2-2. Na yeyote anayeshinda raundi hii atachukua vitu vyote vilivyopo kwenye video hii hadi sasa. Mshindi anachukua vyote. Ndiyo, lakini anayeshindwa anakabiliwa na adhabu mbaya ambayo utaona baadaye kwenye video. Basi tuanze kuchagua nambari tayari. Zava ndugu Svende, nimepata nambari 16. Nini? Kijiko kidogo. Hii haiwezekani. Hii ni raundi ya mwisho na napata hii. Nimepata lakini angalau unaweza kuchukua mchanga. Nenda chagua nambari yako.
na maana haiwezi kuwa mbaya zaidi kuliko kijiko cha chai, sivyo? Na nimepata 18. Hiyo ni mbaya zaidi kuliko kijiko cha chai. Nimepata mikono ya Barbie. Inawezaje kuwa mbaya zaidi kuliko kijiko cha chai? Hapana, nipe nirudie. Hapana, hakuna kurudia. Hii ni raundi ya mwisho na ninaishinda. Oh, Stan, nilisahau kusema kwa raundi hii tunatafuta fimbo za dhahabu. Nini? Fimbo za dhahabu? Naweza kununua earbuds zote duniani, chipsi zote duniani. Ndio. 20. 3, 2, 1. Nenda. Inaenda wapi? Mikono ya Barbie ni mbaya sana. Hey, anadanganya. Anatumia mikono yake. Ndio, basi Stan, lazima nifikirie kitu. Mungu wangu. Nimepata. Kwa hivyo watu, nitanunua chipsi zote duniani, earbuds zote duniani. Nitaweka kila kitu kingine pia. Nimepata iPad, ipone. Ivan, unapata adhabu. Uhoa, kijiko kizuri. Sawa, watu, twende kwenye eneo la adhabu. Sawa, ni wakati wa adhabu. Karibu kwenye bwawa letu la spa la kifahari. Ivan. Sawa, niko hapa. Hapana, Stan, hii inaonekana mbaya. Je, nipe tu vitu vyangu vyote na nisifanye adhabu, tafadhali. Ivan, unajua hivyo sivyo inavyofanya kazi, ndugu. Unapaswa kufurahia. Ingia ndani ya maji. Hiyo haitoshi. Ni mchanga tu. Oh, ni baridi sana pia. Bwawa lako la spa likoje? Inaonekana ajabu sana. Kifahari, sivyo? Huu si mchanga halisi. Ni nini hiki weusi? Hii ni vipande tu vya uchafu. Ni bafu ya matope ya uponyaji. Sidhani kama umekuwa kwenye bwawa vya kutosha. Nadhani unapaswa kuweka kichwa chako ndani. Hapana, Stan. Hakuna njia ya kuingiza kichwa changu ukitaka. Naweza kwenda chini zaidi, unajua. Je, umefurahi sasa? Au labda weka kidogo usoni mwako. Hapana, ni ya njano kama sijui. Ivan, ikiwa hutaki kuifanya wewe mwenyewe, nadhani lazima nifanye. Hapana. Dare you? Juu hapa. Usisahau kupenda na kujiandikisha. Usiku huu utakuwa usiku wa kutisha zaidi katika maisha ya familia yangu. Kuna nini kinaendelea na taa, baba? Mtu yeyote anaweza kuingia. Kabla ya hili kutokea, Basi, ninapiga simu polisi. Ndiyo, Ivan yuko hapa na nimechoka kila mtu kuniita mwoga. Hey, si jambo la kuchekesha. Unajua nilitekwa na Jokeri. Ndiyo, tunajua hilo. Umekuwa ukisimulia hadithi hiyo mara 100, mwoga. Haiwezi kusikika kama kweli. Mnanifanyia mzaha. LOA. Nitawaonyesha nini ni hofu ya kweli na hawatacheka tena. Tazama video hii mpaka mwisho kwa sababu ni zamu yangu kufurahia. Nitabadilisha usiku wao kuwa ndoto ya kutisha. Sawa, tuanze hili. Nitaenda kimya gorofani na kuwasha tu. Sawa, twende chini. Kwa makini. Sawa, nini? Oops. Wanaweza kuamka. Shit. Kwa nini hukunionya? Najaribu kufika kwenye TV. Jamani, penda kama unafurahia kuangalia usiku sana. Harakisha. Usikanyage mlango huo. Oh, asante. Jamani, lazima mujiandikishe kwenye chaneli yangu sasa, kwa sababu furaha inaanza sasa. Tuna kamera kote nyumba na nitakuwa nikitazama wanachofanya Maria na baba. Kuna nini kinatokea? Je, ulisikia kelele hiyo pia? Labda ni tu. Twende tukaangalie. Wameamka vizuri, tuone watakachofanya sasa. Hii ni nini jamani? NITV2, timer lazima imejiwasha. Hapana, baba. Sayo 2 alarm. Ni mwanzo wa mizaha yangu. Inabidi niwe kimya zaidi. Natumai Ivan hajazinduka kwa hili. Sawa, twende tumiwangalie. Subiri, lo hapana, wanakuja huku. Lala,
Yeye kila mara hujigamba na sisi kuhusu usingizi wake nyeti. Labda anaota kuhusu jokeri huyo. Sa usiku mwema. Usiku mwema. Hawatajifunza somo lao kwa njia hii. Hebu tuanze kitu kikubwa. Niliweza kuunganisha na mfumo wa nyumba janja, na sasa naweza kudhibiti vifaa vyote ndani yake. Damu yao itaganda kwenye mishipa yao kihalisi. Na sasa kuongeza, nitawasha tena. Kwa nini haifanyi kazi? Lo, hakika ilikuwa kelele kubwa. Ni baridi sana hapa. Kuna nini kinaendelea? Kuna nini kinaendelea na taa, baba? Sijui. Na kwa nini ni baridi sana hapa? Nyumba imekuwa wazimu. Taa, watafanya nini sasa? Nini 10 degrees? Ni baridi sana. Tupige simu kwa mafundi, hatuwezi kuacha hivi. Ni saa 03:00. Hakuna anayekuja wakati huu. Basi, tuzamin. Lakini tutabaki bila kengele. Mtu yeyote anaweza kuingia. Vema, ni bora kuliko kutokulala kabisa. Nakubaliana. Hebu rekebisha. Kama nilivyopanga. Hii ni zaidi ya kufurahisha kuliko nilivyofikiria itakuwa. Inawezekanaje Ivan analala wakati huu? Twende tumwangalie. Subiri, nini? Wanakuja sasa. Ivan, analala. Ivan, mambo ya ajabu yanaendelea katika nyumba hii. Umesikia chochote? Unaongea nini? La, nimechoka sana. Niache nilale. Sawa, watch tu. Rondi ya 3. Ninapenda sana usingizi. Ninaenda. Kwa hari tunaona. Usiku mwema. Nimeandaa vichezeo mapema kwa sababu nitaviendesha vyote kwa pamoja kwa wakati mmoja. Hiyo inasikika ya kutisha sana. Tumezima Yumi. Hapana, si mara nyingine tena. Ulisikia hiyo? Ndio. Habu tuangalie. Nini kinachofuata? Jamani, huu ni usiku wa kutisha zaidi katika maisha yangu. Kimsingi, nadhani kuna mtu ndani ya nyumba yetu. Unafanya nini? Huu si wakati mzuri wa kusambaza. Naam, ni kwa ajili ya maudhui. Hivi ni vichezeo tu. Lakini hivi vichezeo vilitoka wapi? Havikuwa hapa. Hivi ni vichezeo vyako, Maria. Umefanya hivyo. Mimi? Hapana. Kamwe sitafanya hivyo. Kwa ajili ya Livestream, bila shaka. Unanichezea, Maria. Sasa wanashuku kila mmoja. Jamani, andikeni kwenye maoni mzaha mnayoipenda. Labda nitapata mawazo fulani. Jamani, hili halijawahi kutokea kabla. Ni kichezeo kingine tu. Habu tuwasha, Yumi. Ninaogopa sana. Yuko sahihi. Wakiwa chini, nitawaandalia kitu. Twatch Ujam. Niliona hii kwenye sinema za kutisha. Inafanya kazi kila mara.
Nzuri. Kimya, wanakuja. Tunapaswa kutoka. Oh, Subairi, hapana. Tochi yangu. Hii ni ya ajabu sana, sivyo? Tazama, Hii ni nini sasa? sitakwenda huko. Ninaogopa sana. Basi napiga simu polisi. Nini? Hapana, usipige simu polisi. Polisi wakija, hakika nitaadhibiwa. Jamani, tazameni video hii hadi mwisho. Sitaki kuadhibiwa. Tazama, nilikuwa nawe muda wote, sio mimi. Lakini kwa nini kuna maandishi kwenye mlango wa Ivan? Labda ilikuwa yeye. Oh, hapana. Wanakuja hapa tena. Haiwezekani. Bado, ainalala. Tunapaswa kufanya nini sasa? Nimechoka sana. Hebu turudi kulala. Oh, kuna clown. Kuna clown. Clown gani? Ameenda wapi? Kulikuwa na clown. Ivan, amka. Hatuna uwezo wa kubaki hapa tena. Ivan yuko wapi? Nadhani ameondoka. Tunapaswa kuondoka. Tuende. Usiwe na wasiwasi. Nitashughulikia hili. Wewe, hebu sikiliza. Nakupa sekunde 5 kuondoka nyumbani. Anesikia? Ndiyo, Mchamate, baba. Ha, nimekupata. Ha, angalia wewe. Unaogopa. Hivi ndivyo woga unavyohisi. Siwezi kuamini ilikuwa wewe. Ndiyo, ni mimi na wewe. Usisahau kujiunga na kituo changu. Tutaonana katika video inayofuata. Utapata kisasi chako siku moja. Subairi.